Basi wapenzi watazamaji, kama jinsi ambavyo tunasema ya kwamba hichi ni kipindi cha Talanta, na siku ya leo tupo na moja kati ya wasanii ambao wamekuwa wakifanya vizuri kipindi cha nyuma na mpaka sasa hivi bado wapo kwenye game. Wameimba nyimbo ambazo zimeacha historia. Tukisema ni nyimbo ambazo zimeacha historia ni kumaanisha kwamba ni nyimbo ambazo watoto wa miaka 2000 wanaweza wakashindwa kutuelewa. Na siku ya leo tupo naye, anakwenda kujitambulisha, lakini kabla hajajitambulisha nipo na mwenzangu, labda angependa kuzungumza machache. Karibu sana. Bana, mimi naitwa King David bana. Ni siku ya leo tuko na moja ya watu ambao kwa mtoto wa 2000 kweli hawezi kutuelewa kwa sababu ni wajuzi kati, lakini huyu watu wengi wakiwa wanafanya show au ngoma zake ziko zinapiga sema huyu kipindi fulani iliachwa, kipindi fulani, yani kila mtu ana moment yake. Najua kila mmoja ata comment kwamba akimsikia Sajna, akisikia ngoma zake, moment yake anaikumbuka nini. Sana na pamenoga sana. Karibu, na labda wapenzi watazamaji wangependa kufahamu ya kwamba unakwenda kwa jina gani na unajihusisha labda na nini, sio wazungumzaji sana. Naitwa Sajna, najihusisha na muziki, ni msanii wa Bongo Flava, au sio bwana? Nawapenda sana, leo nimekuja huku wajue kwamba nipo Kenya, nafanya jambo kubwa sana. Alhamdulillah, ukiona nimekula na nguo ya mama. Kwa hiyo tunataka tufanye muziki tena ufike paka kote zaidi ya pale ilipofika mara ya kwanza. Unajisikiaje kuja Kenya kutoka Tanzania na upo Kenya sasa hivi? Unajua Kenya na Tanzania ni marafiki sana, wanasaidiana vitu vingi. So ndio maana unaona hata najivunia kuvaa nguo ya mama. Kwa hiyo kikubwa tu ategemee. Nimeachia wimbo wangu mpya pia. Nimefanya remix, nimemshirikisha kuna rafiki yangu anaitwa Tinok Melody. Nadhani watu wanaofuatilia muziki wa Tanzania watakuwa wanamjua Tinok Melody. So wategemee kuna wimbo wangu baada ya Valentine. Yep. Na labda wapenzi watazamaji wangependa kufahamu ya kwamba ni njia gani ambazo mlikuwa mnazitumia kuweza kuimba nyimbo ambazo zimeweka rekodi mpaka sasa hivi. Yaani ni nyimbo ambazo bado zina hit, hata kama ni nyimbo za nyuma, zimekuwa ni nyimbo ambazo zimeishi kwa muda sana. Unajua muziki ni kama malezi. Sasa hizi vijana akiona mtu amepiga mapiano naona anaweza akapiga mapiano. Lakini long time mpaka uingie studio bro, umetumia kazi sana, umeelewa? Kwa hiyo kikubwa ni nini? Malezi kwa tunakulia si zamani ilikuwa ni malezi kwamba ukiamua kuimba unaimba kabisa. Ila sasa hizi mtu anaweza akafanya akasikia mtu anapiga mapiano, anapangwa tu. Lakini long time maproducer walikuwa hawezi kukupanga hivi, labda paka autotune ilikuwa inakataa. Walikuwa hawajaanza kugundua kwamba unaweza hii autotune kaweka huyu kaweka F kaweka hii. Walikuwa sio wote wanajua ile kitu. Sasa mimi nataka tuzungumzie kitu kimoja. Kwa mtu ambaye ndio kwa mara kwanza anakuona hususan ya watoto wa 2000. Sajna alitoka vipi? Alikuja vipi? Na ilikuwaje akaingia kwenye muziki na ambao kwa star? Yaani Sajna ametokea wapi? Sajna bwana, Sajna alikuwa kwanza kabla ya kuanza kuimba kabisa alikuwa anaimba madrasa. Ndio. Kwa hiyo kila ikitokea maulidi yoyote bila Sajna kuwepo watu wafurahi. Umenisoma? Kwa hiyo mimi pale nikiimba hata ustazi wangu anafurahi bana, huyu yupo leo. Umenisoma? Kwa hiyo kule tukaunda kundi moja lilikuwa linaitwa B-Boys Team. Kuna jamaa wangu alikuwa anaitwa Saji Compressor. Mimi nikajiita Sajna wapi, tukatengeneza lile kundi. Ile bahati mbaya wenyewe wakupasua. Mimi ndo nikapasua. Nilianza na wimbo unaitwa Nazifa, ambao nilimwimbia dada yangu, na kweli ni story ya kweli. Dada yangu alikuwa ameondoka, hatujui alipo. Ni swala la mapenzi tu, ambao alikuwa amekaa na bwana wake, akujaliwa kupata ujauzito. Kwa hiyo bwana akawa anamtesa hivyo, akabidi haondoke. So mimi nikafikiria niimbe nini. Dada yangu alikuwa anaitwa Hamisa. Na ilifanya vizuri? Ya sana, ndio imenijulisha na mimi, yani imenitengeneza mimi kuwa Sajna. Baada ya hapo baada ya Kid Boy kusikia hiyo wimbo, ndio akaona kuna kitu, akamwambia Samtimba, bwana mbona kuna mtu, mbona mna dhahabu yuko kwenye mchanga hapo mnashindwa kuisafisha, tutafanya vipi? Fanyeje? Na muombe mtoto bwana. Kwanza hapo wanamtesa producer yule, namshukuru sana kwa sababu nilikuwa natakiwa nitoke shule, yani kabla sijaenda shule niende studio kwanza nifagie, ndio nirudi nikabadilisha uniform niende shule. Umenisoma? Labda nikirejea kwako, kama jinsi ambavyo umetueleza ni jinsi gani ulikuja mjini, labda kuna baadhi ya watu wamekuwa na wakizungumzia maneno ya tetesi ya kwamba muziki wa sasa hivi muziki umebadilika, na tunatazama ya kwamba nyie mmeishi muda mrefu sana kwenye game. Labda ni jinsi gani ungeweza kulizungumzia hilo? Umeona mimi nilivyo,
Yani ndo wakati wangu ndo natakiwa uwe hapa saizi, kwa sababu nimetoka mdogo sana na nimewahi kufanya vizuri sana bado mdogo. Umeona Blue amefanya akiwa mdogo lakini hakupata maslahi yale mazuri, lakini saizi Blue ndo anapata maslahi mazuri kabisa. Umenisoma? Kwa hiyo unatakiwa uangalie, unaweza ukawekeza hapa ukafanyaje. Umeelewa? Muziki unahitaji discipline, unahitaji kuelewa watu wanataka nini, lakini wanaoharibu ni manager. Manager mnapokuja kukurofishana kidogo anakuzungumzia wewe una nidhamu, una nini. Tubaki hapo kwa sababu ya pesa. Tubaki hapo kwenye manager. Turudi kwenye muziki wako back na day ambapo ulitoka na Inverter na ukaja na Mganga. Zilifanya vizuri. Yaani mpaka sasa hivi ukimzungumzia Sajina lazima utaje Inverter na Mganga. Kipindi hicho ulikuwa kwa Kid Boy. Nataka nijue movement yako kutoka kwa Timba kwenda kwa Kid Boy. Kuna makubaliano ya hela yalifanyika, lakini pia mwisho wenu na Kid Boy nini kilitokea? Na sasa hivi tukizungumzia Sam Timba kutaka kuomba kitu chochote kwa Kid Boy, kwa sababu alikuwa anaamini katika uwezo wangu na alikuwa anaona nateseka pale studio, kwa sababu ilikuwa sio studio yake na alikuwa ameajiriwa. Unakuta boss yule ile studio anipendi mimi, anawapenda. Kuna watu walikuwa zamani, unajua zamani mtu akiimba R&B ndio anaonekana anaimba, lakini unaimba Bongo Flava unaonekana kama bila ueleweki wa kawaida, lakini Bongo Flava sasa hivi naona ndio imeteka R&B, hatuwasikii wengi. Umenisoma? Kwa hiyo akaongea na Kid Boy, nyimbo ilipelekwa redioni, zilipelekwa nyimbo za lebo pale, ila mimi nikawa sijatengenezwa kama lebo. Umenisoma? Kwa sababu boss alikuwa anitaki mimi mwenye studio, ila maproducer walikuwa kama watatu, wote wananipenda mimi, wanajua dogo ana kitu anaweza akafanya. Umenisoma? Kwa hiyo zile nyimbo zikapelekwa, lakini ya kwangu ikafichwa. Unajua kipindi hiko unapeleka CD. Sio sawa, naangalia kwanza. Kwa umepeleka zile nyimbo zinaenda zinasikilizwa kwanza kabla ya kutambulishwa. Sasa hizi mtu anaweza akapata cabinet inakaa. Kwanza hata King Daddy wanachuja. Yaani anakaa na mapresenter anaotangaza nao kwenye kipindi, bwana hizi ngoma nasikia zimepita 2. Zimepita 2, lakini hizi zingine hapana, hamna kitu. Unaambia tutapiga lakini haipigwi, lakini wameangalia nyimbo zimepita zipi. Kwa hiyo ikapigwa ngoma ya alikuja Jis Mabovu, alikuja Cheriaman, alikuja Dark Master, alikuja Zidianto, wakupiga kazi zao pale na Misosi. Limba nao pia wamesoma. Nadhani wenyewe ndio walinifanya nikaongea na Albert Mangwea. Sasa mimi nyimbo yangu yule Kid Boy akazisikiliza, anatumiwaga kabla ya kuingia kwenye show time. Akasikia akamwambia, akampigia producer, "Oya, huyu msanii mbona ni hela kabisa huyu. Nani? Huyu aloimba Nazifa. Ni nani? Amesaini hapo?" Akaambiwa hajasaini, namtaka. Ndio ukapata nafasi kwenda, ndio nikaenda Tetemesha. Naenda Tetemesha kipindi hicho Kid Boy ameachana na Hussein Machozi, kwa hiyo alikuwa bado hajapata tena chuma ambacho itamuonyesha Hussein Machozi kwamba vipi bwana kuna vipaji huko, umeelewa? Wakanichukua mimi nikafanya hivyo mpaka leo unaniona hivi. Safari ilikuwa ndefu kipindi mko na Kid Boy. Hivi kipindi kile mlikuwa mnalipwaje show kama sasa hivi? Sasa hivi tukizungumzia milioni 20 ngapi? Na nyie mliokuwa kwenye chini ya usimamizi. Kipindi kile mlikuwa mwiti lebo. Sasa hivi ndio tunaita lebo. Mlikuwa mlipwaje? Yaani kuna kitu kimoja ambacho watu zamani mlikuwa mnahitaji, maana sasa hivi ni lebo. Ni lebo tu. Zamani ni lebo tu, lakini ilikuwa sio ile lebo unajua kama ya saizi. Yaani kama tuseme tulikuwa tunasaidiana kufikisha muziki wa Bongo Flava mbele. Labda swali langu la mwisho nikirejea kwako, tumetazama ya kwamba kuna baadhi ya tetesi ya kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye game na sasa hivi wameweza kupotea. Mfano mzuri kama Baraka the Prince, tumekuwa na mtu kama Slay na wasanii wengine. Labda ukiwa kama msanii ambaye bado wewe upo kwenye game, unaweza ukagusiaje hilo swali? Siwezi kuwazungumzia watu. Kuna kitu kimoja, siwezi kumzungumzia mtu kwa sababu kila mtu anapitia anachokijua yeye, changamoto zake. Kwa hiyo kikubwa tu kwamba ni kuwaombea, kama kuna mtu anakosea anafanyaje. Unajua sio ukiwa msanii unaweza ukatoa wimbo kesho kawa mzuri. Kuna channel nyingi, kuna hii si ndio kama biashara, lakini kuna channel nyingine labda inaweza kawa kubwa au yako kawa kubwa kuliko nyingine. Kwa hiyo katika utafiti, ndio maana kuna ile swali la mara kwanza niliuliza, nikakwambia bana, kikubwa manager ndio wanawafanya wasanii wana psychology anakuwa fresh au so fresh. Kwa hiyo ile kitu kibeba kichwani huwezi kuendelea na uwezo ukapendeza kabisa.
utaonekana mtu wa kawaida. Sajina mlikuwa mnalipwaje? Tulikuwa tunalipwa, unajua ukilipwa zamani, ukilipwa 700,000, ukilipwa milioni, wewe bonge la mtu. Diamond kipindi hicho. Diamond alikuwa analipwa milioni 8, milioni 8 kubwa. Hapo alikuwa wanazungumza, wanaiandika. Unajua mtu unatengeza biashara, lakini hela kubwa ilikuwa ni milioni. Uwe ni msanii mkubwa. Yani milioni au 900,000, 700,000. Labda tukiwa tumefika tamati, wapenzi watazamaji, labda ungependa kuwatumia ujumbe gani ambao wanakutazama? Maybe kuna wasanii ambao wanakuja na wale ambao wanakutazama sasa, ungependa kuwatumia ujumbe? Kikubwa nawapenda sana, ila waende YouTube, nimechia ngoma yangu inaitwa Hakuna Matata, nimemshirikisha Tinok Melody. Nadhani watu wanaomjua Tinok watamuona mle ameimba vizuri na mimi napenda. Nadhani napambana naye ndugu yangu, lazima nimrudishe pale katikati. Kikubwa ni nini? Nawapenda sana na wategemee After Valentine. Ni nyimbo ya mapenzi nakuja kuacheni tu anapepea. Kwa kikubwa ataona, kikubwa ni kwamba tuombeane. Nasikia anapepea huko na mtu mmoja tena mwingine anakuja. Kuna nyimbo niliachia hapa juzi kati, niko na Baddest 47. Ila pia nina nyimbo na Berry9 na nina nyimbo na Mr. Bro. Kwa hiyo kikubwa ni nini? Tuombeane. Unatakiwa mtu akitaka kukusaidia bro, juhudi yako kwanza ionekane. Unatoka Mwanza, hii ya mwisho. Utajia wasanii wako 5 bora Mwanza. Nampenda Koyo, nampenda Mo Music, nampenda Baraka da Prince, najipenda mimi pia. Sindewa nampenda Fit Q, nampenda na Nchama the best. Hivi umeshaoa? Hapana, sijaoa bro. Watoto ninao. Tunao lini? Unajua kuoa ni mapangilio kama unavyopanga, maana kipindi changu kesho unatengeneza hivi. Nikushukuru sana. Bana, sisi tukushukuru sana. Tulikuwa na Sajina na tumemaliza interview nzuri kabisa. Amekuja Kenya, so anapokuja Kenya asiondoke bure. Bado yupo Kenya. So kama utakuwa na mchongo wote, simziite, si ndio hivyo bado huko. Yaani watamuona King Dav, watamuona brother hapa. Nashukuru sana bro. Unajua ni wachache sana kumfuata mtu hoteli. Nilikuwa natakiwa mimi nikufuate wewe, lakini umefanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo support yako naitaka sana, afu Mungu akuzidishie sana. Amen.